Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu zangu watazamaji ambao mnafuatilia channel hii ya Khamisi Maalim TV. Leo nimekuja hapa kumtembelea ndugu yangu ambaye anaitwa, atajielezea mwenyewe anavyoitwa. Mimi sina haja kuelezea sana na anavyoitwa. Nikisema nimsemee itakuwa kama namsemea. Kwa mwenyewe atasema anaitwa nani. Lakini leo ametuandalia kuna maswali ambayo nataka nimuulize, atupe faida kuhusu maisha haya. Kwa kuwa yeye ni mwanaharakati ambaye kapambana sana mpaka alipofikia hapa. Kwa hiyo kuna majambo ambayo nataka atueleweshe. Inshallah ndugu yetu yupo mbele yetu hapa. Atajieleza jina lake nani na ni mtu wa wapi inshallah. Karibu Sheikh. Asante. Kwa majina naitwa Abdulrazak Jackson. Naam. Mimi ni mtu wa Kigoma. Kigoma wapi? Kigoma maana Kigoma wilaya ya Buhigwe. Inaitwa wilaya ya Buhigwe. Wewe mwaka gani umefika hapa Dar es Salaam? Hapa Dar es Salaam nimefika mwaka 2015. Mwaka 2015. Ndio nimefika hapa Dar es Salaam kutokea nyumbani. Kwa hiyo baada ya kufika hapa Dar es Salaam ni shughuli gani ambazo ulikuwa unafanya? Wakati naingia hapa Dar es Salaam nilianza kufanya kazi ya kuuza chips. Wapi hiyo ilikuwa Sheikh? Nakumbuka mara yangu ya kwanza kuingia hapa Dar es Salaam nilifikia kwa ndugu yangu ambaye alikuwa anaishi Kimara Mwisho. Naam. Ndio nilipokuwa nafanya kazi hiyo ya kuuza chips. Naam. Ndio. Sasa lengo letu hapa sisi kupata mafunzo, kwa sababu kwenye maisha haya kuna mafunzo mengi sana. Ndio. Katika harakati ambazo mtu anapitia mpaka alipofikia. Ndio. Katika kipindi hicho ulipofika ukaanza kuuza chips mpaka harakati ambazo unazifanya sasa hivi katika mambo ambayo umeyafanya. Nataka utuambie labda kuna changamoto gani ambazo unaziona kipindi hicho na sasa hivi kuna wafadhali gani, yani kati ya zamani na sasa hivi? Wakati nafika hapa Dar es Salaam, naam, nishakwambia kama nilifikia kwenye kazi ya kuuza chips. Naam. Lakini kama unavyojua maisha sio rahisi. Naam. Mpaka mtu anafikia malengo, anafikia kwa kusudia mbali kwa amekusudia. Maana mtu anavotoka mkoani kuingia Dar es Salaam, naam, anakuwa ametoka nyumbani kwa kutafuta ili mradi abadilishe maisha aliyokuwa anaishi mwanzo. Naam. Na afikie maisha ambayo inakuwa yeye labda amekusudia, labda kama kuna malengo ambayo kayakusudia yafanye. Naam. Ndio. Kwa hiyo tofauti uko vipi yani kwa zamani na sasa hivi? Namshukuru Mungu. Si haba. Naam. Maisha ya kipindi hicho na ya sasa hivi yako tofauti. Naam. Yako tofauti sana. Sasa swali langu lingine, ndio, baada ya naamini katikati hapa kuanzia hiyo ulipofika unauza chips, naam, naamini kuna shughuli nyingine ambazo ulizifanya tukiachilia mbali chips. Ni shughuli gani ambazo zingine ambazo ulizifanya, kama ni biashara au kama ni kazi? Yaani baada ya kutoka kwenye chips, yani safari yake yani mpaka unafikia hapa. Naam, kama unavyojua maisha Dar es Salaam sio rahisi. Naam. Kazi nimefanya kiacha na kazi ya kuuza chips, nimefanya kazi ya bodaboda. Naam. Nimefanya kazi ya umachinga Kariakoo. Naam. Nimeuza mifuko. Naam. Nimeuza kahawa. Naam. Na nimeuza vitenge. Naam. Kwa wale watu ambao unakuta wapo mtaani wanatangaza vitenge, ukipata mteja nampeleka dukani hivyo. Yaani kifupi winga. Nimefanya kazi hizo. Naam. Sawa. Sasa katika hizi kazi ambazo ulizozifanya, naamini kwamba kuanzia mwanzo kwenye chips mpaka kwenye uwinga mpaka kwenye mifuko mpaka sasa hivi. Naam. Yaani tuachilie mbali kazi ambazo unaifanya sasa hivi. Hizi ambazo zimepita. Ndio. Ni kazi gani au ni biashara gani ambayo uliifanya yani mpaka sasa hivi unaikumbuka, yani ukaweni uko comfortable, yani ulivyokuwa unaifanya ulikuwa unajisikia yani utulivu au uliipenda? Ni ipi yani katika hizo zote? Katika kazi hizo zote
kazi ambayo niliipenda na mpaka sasa hivi ni kazi ambayo naifikiria muda wote, ni kazi ya kuuza mifuko. Ndio kazi ambayo yani muda wote naifikiria na naiwaza sana, kwa sababu ni kazi ambayo ina faida. Kwa mfano unaanza kwa msingi mdogo, lakini faida unaiona. Sasa kwa sisi au kwa mtazamaji ambaye anakutazama, labda utuambie, yani hii kazi ya kuuza mifuko ambao unaisema kwamba mpaka sasa hivi unaitamani, kwa mtu ambaye anataka kuianza kuifanya, yeye anataka ifanye, ni hatua gani azipitie ili aifanye kazi ya kuuza mifuko? Inategemeana na msingi ambao yeye mwenyewe anataka kuanza nao. Lakini kazi ya mifuko ni kazi ambayo haihitaji msingi mkubwa. Kwa mfano kama hawa ambao wanatembeza, unaweza kaanza kwa kianzio cha 10,000. Sasa inategemeana kama anataka kuanzisha biashara kama hizo za kutembeza mtaani, au biashara ya kufungua labda kama ni kiofisi chake. Inategemeana kama anataka kuanza biashara ya mifuko ambayo labda atakuwa anataka kuanza ofisi ya kuuza jumla, mifuko ya jumla na rejareja, anaweza kaanza kwa msingi kama wa 800,000 au 900,000. Kitu kama hicho. Kwa hiyo anaweza kuanza mtu kwa shilingi 10,000, 20,000. Hii inakuwa ni katika level ile ya kawaida ile. Hiyo ni katika level ya kawaida. Ila haimaanishi kwamba eti kwa sababu unakuwa umeanza na msingi mdogo kwamba eti faida haipo. Faida ipo. Kwa sababu mfuko unaweza kaununua kwa bei ya jumla 500, lakini ukiuza rejareja unauza 1,000. Unaweza kununua mfuko 1,000 ukauza 1,100, 2,000, 2,500, inategemeana na mteja, kwa sababu kuna wateja wengine akija akiuzia bei anakuwa hataki mambo mengi. Kisha mtajia bei anakupa hela yako, basi unampa mfuko, basi maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo sasa wewe ulikuwa unatamani ufungue duka hilo ambalo ni kwa jumla, au unatamani vipi? Yani kama ningepata mtaji kitu mpaka sasa hivi nakifikiria, yani kama nikipata msingi, biashara yangu ambayo naweza nikaanza nayo ni hiyo biashara ya kuuza mifuko ya jumla na rejareja. Ndio biashara ambayo naifikiria muda wote. Hata sasa hivi nikisema kwamba nipate mtaji, ndio biashara ambayo naifikiria kila wakati. Ambao mtaji wake kama shilingi ngapi? 800,000 inatosha. 800,000. Hapo unakuwa yani hiyo 800,000. Maana yake hiyo 800,000 ni una kodi meza na mzigo moja kwa moja. Hiyo kwa maana mpaka kodi ushapata hapo maana. Yani hapo ushalipia kodi ya meza. Na sasa na biashara yenyewe sasa. Sawa. Kwa hiyo inshallah kwa wanaokusikia, wanaokutazama, ulikuwa una neno gani la kuambia inshallah, au yani kwamba unataka mtu labda akusaidie au akufanyaje au akukopeshe, yani ulikuwa nini yani? Yani kiufupi, hata nikipata mtu akunikopesha ni sawa tu, au kama itatokea yoyote tu ambaye anaweza kaguswa, au kama anaweza katokea mtu yoyote tu ambaye anaweza kaguswa na hili na akafikiria ni jinsi gani anaweza kanisaidia, sawa, ili akuinue. Naam. Inshallah wanakusikia wadau, wanakuona inshallah. Yote hii ni katika kusaidiana na kuinuana, na mwenye kufanya khairi basi Mwenyezi Mungu khairi yake atamlipa inshallah. Uenda na wewe ukija kuinuka ukaja ukamuinua mtu mwingine inshallah kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah. Haya, la mwisho labda ambao unataka kulizungumza ili tuweze kumalizia mazungumzo yetu haya. Sina mengi ya kuongea zaidi ya kusema kwamba kama wanavyojua maisha jinsi yalivyo ni kusaidiana. Mtu watu ambao tunawaona ambao wameendelea, nafikiri mafanikio, mtu mpaka unamuona anafikia mafanikio sio kitu rahisi. Maana yake anakuwa kapata mtu ambaye kampushi au support kwa namna moja ama nyingine. Ndio mimi ninachokisema, yani naweza nikasema kwamba kikubwa tu ni kusapotiana hivyo. Labda ushauri, kwa maana wewe una idea hiyo, lakini pia ushauri, kuna watu ambao labda wanao pia wanafikiria kuanza katika masuala haya ya kibiashara au kupata mawazo, hawana wazo, hawana idea, nao pia unawashauri vipi? Cha kuwasaidia labda kama mtu na msingi,
na haujui hii biashara au hii hair uifanye kazi gani au ufanye biashara gani, unaweza kumfuata mtu ukamuuliza, ukamwomba ushauri. Kama wewe ambaye umepitia vitu vingi. Naam. Unajua masuala ya kahawa, masuala ya chipsi. Masuala ya chipsi, samaki unaweza kauza, hizi za kukanga. Zote ni biashara ambazo unaweza kufanya na ukapata kipato. Kwa hiyo wakikuona wewe inshallah unaweza ukawashauri kuhusu vitu hivyo. Ndio. Inshallah. Billahi tawfiq.